mamangu. Usijali mamangu, utapona. Mama, unajisikiaje? Unaumwa sana mama? Unaumwa sana Majaliwa mwanangu. Sawa, usijali mama, utapona. Unajua dawa zimeisha. Na sasa sina hata shilingi 10 ya kukununulia zile dawa zingine. Ila nitajitahidi nipambane kwa ajili yako mama. Utapona, usijali. Yaani natamani babangu angekuwa hai. Manake haya mateso unayoyapitia. Mbona kila siku mimi tu? Mama. Mimi nitajitahidi nipambane kwa ajili yako. Na utapona mamangu. Majaliwa. Wewe Majaliwa. Aha, huyu kijana anaonekana na kiburi. Wewe Majaliwa. Naam, nakuja. Oya. Sasa hizi ndugu yangu. Salamu zingelikuwa ni mali, basi ungepeleka hospitali ukamtibia mama yako. Pesa zangu nimekupatia miezi 3 sasa. Hivi mwanangu unamchukuliaje? Yaani pesa zangu nakupatia miezi 3 sasa. Unashindwa kunirudishia. Lakini ndugu yangu, hakuna cha lakini. Ninachohitaji hapa sio salamu. Nahitaji pesa yangu. Basi naomba unisikilize. Kwanza mimi sijakataa kukulipa pesa yako. Basi nipe pesa yangu bwana. Isitoshe, hili si jambo la kupigiana kelele. Ina maana mimi kukudai hela zangu na kupigia kelele, sio? Nisikilize ndugu yangu. Kwanza unajua zile pesa ambazo nimekukopa kwa ajili ya matibabu ya mama yangu. Sasa, matibabu ya mama yako na mimi vinahusiana vipi? Oya wewe, nahitaji pesa yangu bro. Lakini bado hazijafua dafu zile pesa. Kwa hiyo mimi naomba uniongezee muda. Nishakupatia miezi 3. Hata nikikupatia mwaka mzima unaweza kunilipa hela yangu? Oya bro. Hela hizo, sitaki machezo, nahitaji pesa yangu. Tafadhali, naomba unipe muda. Nakuomba ndugu yangu. Niongezee muda. Nitajitahidi. Sawa, nimekuelewa. Nakupatia wiki 1. Siku ngapi hizo? 7. Nikirudi hapa, nahitaji hela yangu. La sivyo, tutaonana wabaya. Nashukuru ndugu yangu, nitajitahidi. Fukara mkubwa. Mungu msaidie mamangu. Ya Rabbi Mwenyezi Mungu, msaidie mamangu apone. Vipi dokta? Mamangu anaendeleaje?
Natumai yupo sawa, si ndio dokta? Nakuomba msaidie tafadhali. Tulia kwanza. Unajua sisi madaktari tunafanya kazi yetu, lakini mponyaji ni Mungu. Kwa hivyo Mungu ametenda miujiza yake. Kwa hiyo mamangu hana neno? Asante Mungu. Naweza ingia nimuone dokta? Pole sana. Nasikitika kukwambia mama yako hatupo naye tena. Mama yako ametuacha. Nini? Dokta, mamangu amekufa? Haiwezekani dokta. Pole Majaliwa. Yote ni mipango ya Mungu. Dokta. Napenda sana mama yangu dokta. Pole usilie, pole. Pole usilie. Kumbuka ule ni mama yangu dokta. Alafu isitoshe yeye ndio tegemeo letu. Sisi tutaishi vipi? Usiseme hivyo. Kumbuka ule ni mama yangu, nampenda sana dokta. Pole usilie. Mama yangu. Pole. Mama, kwa nini umetuacha mama? Pole. Dokta. Pole. Dokta, mama ndio tegemeo letu. Sisi tutaishi vipi? Pole, usiseme hivyo. Mungu yuko pamoja na nyinyi. Pole. Mama yangu. Pole. Mama. Pole. Jikaze. Pole. Mama, kamame. Pole. Pole. Usilie, jikaze, pole. Mama, mbona umeondoka? Pole. Baba mdogo. Naam. Sisi tunashukuru sana kwa kushirikiana na sisi na kutushika mkono hadi tumefikia kikomo. Mungu akubariki. Amin. Hata mimi nimetekeleza wajibu wangu kama baba yenu tu. Unajua kipindi kile cha marehemu kakangu mimi ambaye ndiye baba yenu nyinyi, wakati anaugua nyinyi amewanikabidhi mimi. Kwa hiyo msijali. Sisi tunashukuru sana. Sara na Nasir, mbona siwaoni? Nasiri ameenda kisimani kuchota maji. Je, Sara? Nakwambia Sara amejifungia ndani analia, hataki hata kuongea na mtu. Najua kwa hilo itachukua muda. Poleni sana. Ukweli ana stress sana, lakini tunashukuru. Sasa baba mdogo, katika swala la urithi wa wazazi wetu ambao wametuachia, ningependekeza lile shamba la kule Kialangoni tuliuze tupate pesa ili tumuendeleze Nasiri masomo yake. We, koma hapo. Una akili nzuri wewe. Lakini baba mdogo, nadhani hali ya maisha wewe mwenyewe unaiona. Usijitie punguani. Urithi wote unanihusu mimi. Lakini ni baba yetu. Lakini ni baba yetu, mimi nachukua vya kaka yangu. Unachofanya si sawa, lakini sasa wewe fanya kilicho sawa. Baba mdogo, inna dhulmati yaumul kiyama. Kiyama si leo bwana. Labda kile nitakachomwachia ni hii nyumba tu, angalau mpate chaka la kujistiri. Baba mdogo, siwezi kukubali, lazima nikashtaki. Ole wako, ukinyanyua kwa tozo zako kuenda kushtaki, tutakuzika kama mamako Mangudo Wahid.
Baba na mama, mliniaga mapema mno. Tangia muondoke, mateso ananisakama kama mzigo mgongoni. Kila siku inachomoza na maumivu mapya. Zembwe damu yangu mwenyewe, lakini roho yake ni ngumu kushinda jiwe la kaburini. Nimechoka kutabasamu huku moyo wangu ukilia kimya. Kama huo ni mpango wa Mungu, basi najiuliza ni lipi kosa langu mimi Majaliwa? Kaka, pole ndugu yangu. Da, una nini ndugu yangu? Naona umezama katika mawazo. We acha tu. Yaani kila kunapokucha ni majanga. Mitihani ni kawaida kwa binadamu. Cha msingi ni kuwa mkakamavu. Lakini kuteseka ni kwa zamu. Mbona kwangu mimi ni mfululizo daily mateso? Ama kitabu cha riziki yangu kimekatika? Astaghfirullah. Usiseme hivyo, utakuwa na mkufuru Mungu. Alafu kumbuka kuwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Leo mama yako ametangulia na sisi tutamfuata. Naelewa hilo. Sasa shida iko wapi? Na kama ni hali ya maisha, sidhani kama itakuwa mbaya kwenu. Si mna mali ya urithi? Natamani ingekuwa hivyo. Ala, mbona sasa? Yule mzee kakausha kila kitu. Wamachelewa bako mdogo yule mzee Zembwe? Ndiyo. Kuba babake. Nini hakuacha hata kitu? Pole sana bro. Ndo hivyo. Yaani kwa yule mzee maji ni mazito kuliko damu. Alafu ile siku ya mazishi alijidai mwema sana. Alisaidia kila kitu. Kumbe alisaidia kinafiki. Do. Binadamu bwana. Nasiri, kuna nini? Nyumbani vyombo vinatolewa. Oe, kazetu. Afadhali umekuja. Sasa nahitaji pesa yangu. Ama hivi vyombo vyote naondoka navyo. Mwinyi, nakuomba usinifanyie hivyo ndugu yangu. Nishakuvumilia sana bro. Ninaomba unielewe. Naondoka navyo vyombo vyote. Vipi, kuna nani hapa? Mbona kelele na vyombo vipo nje? Wewe chura vipi? Huyo namdai hela yangu miezi mitatu. Juzi kati hapo nilimpatia wiki moja, lakini mpaka sasa hela yangu hajaleta. Unamdai shilingi ngapi? Unaona hela fupi sio? 50 huyu namdai. Nitajie namba yako nikulipe kwa simu. Au sio? Dogo. Yenyewe. Si mwenye kigego? Haya, tuondolee nuksi tafadhali. Bro, mimi nashukuru. Hata ukihitaji hela nyingine, wewe fresh, njoo mimi nitakukopesha. Hakuna shida yoyote. Mimi nashukuru. Si nimekuambia utuondolee nuksi ama? Sawa basi bro. Mimi nashukuru. Acha niwaache msije mkanitia kelele za wizi.
Mzee Zembwe. Mzee Hamisi. Naam, habari? Salama. Sasa chenye ambacho kimetokea leo. Hii mvua ilinyesha kimaajabu. Haya. Mimi kule nilikotoka mvua ilianza inanyesha, mimi nikatembea nikaona hii mvua itanipiga mimi. Sasa mvua ilinizuilia njia, nikapiga break, mvua ikaenda mbele. Ilipoenda mbele mimi nikatembea, ikawa mvua inanyesha kule mbele, mimi nifuata na hapa nyuma. Mpaka nikafika hapa kwako. Mzee Hamisi, umekuwa lakini mambo yako huachi. Ujio wangu Mzee Zembwe, na habari nataka nikupe. Haya, bismillah. Unajua wewe Mzee Zembwe ni kati ya wazee tunaotegemea hapa kijijini. Kweli kabisa. Na unapokosea sisi wazee wenzako hatuna budi kurekebisha. Kweli. Kuna habari ambazo zinaenea hapa kijijini, mimi zimenihuzunisha sana. Ngoja kwanza, hizo habari zinakuhusu wewe ama zinanihusu mimi? Hizo habari zinakuhusu wewe Mzee Zembwe. Sasa kama zinanihusu mimi, zinakusikitisha nini wewe? Acha shobo. Hizo habari ni habari gani? Kuwa mstaarabu Mzee Zembwe. Siwezi imba taarabu hata siku moja. Sawa, habari ni kwamba wewe Mzee Zembwe unawadhulumu watoto wa ndugu yako urithi wao, ili hali ile ni haki yao. Hiyo sio halali hata mbele za Mungu. Nadhani ushaongea umemaliza. Sasa basi, nyanyuka uende zako. Narudia tena kwa harufi kubwa. Nyanyuka uende zako na usiangalie nyuma. Sepa. Sawa, mimi nitaondoka. Lakini huo ndio ukweli. Japokuwa ukweli ni mchungu. Ngoja nikuonyeshe kuwa urongo uko na tamu. Huwezi nifanya chochote mzee. Shenzi kabisa. Si haki. Unajua haki wewe? Shenzi kabisa. Sasa huyu mpuzi Majaliwa atanitambua. Kwa hiyo umeamua kunipotezea muda wangu kwa nasaha zako za kipumbavu, sio? Unavyofanya sio sawa dadangu. Hata marehemu wazazi wetu hawapendezwi na mienendo yako. Bana hao washakufa. Alafu uko umekunishauri. Kama ni kujiuza najiuza mimi. Mbona uwasho kwa pilipili usoila? Kama inakuuma sana, pia wewe nenda ukajiuze. Astaghfirullah. Dadangu, umefikia hapo? Ni sawa. Ila tambua usipojihadhari atakufika makubwa. Na ukome kunifuatilia, nitakuja kukufanyia kitu kibaya. Dunia nzima itapata habari. Unikome, kila mtu afuate maisha yake. Tumeumbiwa matatizo binadamu, tumwombe sana Mungu. Masikini hana likizo. Majaliwa. Shikamoo baba mdogo. Shikamoo, nenda kampe babako huko kaburini. Mbona unatangazia umbea kuwa nimempokonya mali yenu? Kwanza una mali gani wewe ya kupokonya? Wewe mzee, huku tunakoelekea nitakuvunja heshima. Maana najaribu kukuheshimu lakini haujiheshimu. Hivi unatafuta nini mimi wewe?
Maana kama ni mali nimeshakuachia. Funga bakuli lako. Kwanza yale mali ni ya kakangu mimi. Hayakuhusu kamwe. Kaa mbali nao. La sivyo utanifanya nini? Nakuuliza utanifanya nini? Kumbe kuota vijidevu vyako kidogo. Umejiona umekuwa. Sasa basi, dawa yako inachemka. Siogopi wala sitishiki. Hivi binadamu wako vipi lakini jamani? Wanawake bana, hadi zao kama za wanasiasa tu. Mtu tumeenda saa 2 mpaka saa elekea saa 5 sasa. Mama. Ndo nini sasa hii? Pole mpenzi, ilikuwa nimebanwa na kazi nyumbani. Kama ni hivyo mna shida. Ila vipi hali? Iko poa, nashukuru. Nafurahi kusikia hivyo. Ila babe, nimekumiss sana. Juzi tu nilikuwa kwako. Unajua hiyo juzi kwangu ni kama mwaka. Tuachane na haya. Alafu yule rafiki yako yupo? Rafiki yangu yupo? Yule mrefu mwenye kidevu. Majaliwa yupo. Ana nini? Ama kuna vyenye? Ushaanza wivu sasa. Amna, tunajua tena. Unamjua yule rafiki yangu Salma? Kale kazuri. Unamaanisha mimi sio mzuri ama? Kuna mzuri gani kijiji hichi kukuliko wewe? Nafurahi kusikia hivyo. Nilikuulizia kuhusu rafiki yako kwa Salma alimuulizia. Ile Majaliwa kwa sasa hayuko sawa. Kuna mambo yanamchanganya. But salamu zake nitamfikishia. Leo nikutembeza wapi? Hapana, leo tusiende mbali na uchovu sana. Alafu mama amesema niwahi nyumbani mapema na niwe na kuni nyingi. Ile walipindiki. Let's go.
Shikamoo mzee. Kumbe ni wewe. Kwani kuna nini? Najiuliza kaka kama Jaliwa kamepata wapi ujasiri wa kujibizana na mimi. Kama amekutukana, nipe ruhusa nikamtie adabu. Acha tu, dawa yake iko. Ni vizuri, maana ukimchekea chekea atakuja kuudhi mbeleni. Sawa. Vipi kazi? Umemaliza? Kazi nishamaliza. Sawa. Hivi hii dunia ina haki kweli? Kila kona nikipita milango inafungwa. Huu ni mwezi wa 3 sasa sina kazi. Sura yangu imeanza kuchoka. Mikono imekuwa kama ya mchimba kaburi. Lakini sahani ya ugali bado ni ndoto. Mimi nini kosa langu? Kaka. Au kwa sababu sina baba wala mama? Kaka hii. Ni wewe mdogo wangu Nasiri? Kaka, kwani kuna tatizo? Hamna, ni mambo kidogo tu yananisumbua, lakini usijali, nitakuwa sawa. Kwa nini usijali? Kumbuka mama amesema kuwa tupendane na tujaliane kaka. Hivyo ndo vizuri. Ila kaka, tumelalamika njaa. Anasema ana njaa lakini mimi sina hata shilingi ya chumvi. Ningependa kumkumbatia na kumwambia tutakula kesho. Lakini hata kesho yenyewe haijajihakikisha. Basi sawa, ngoja naja sasa hivi. Kuna mahali acha nifike, alafu nikirudi utakula mdogo wangu, sawa? Usiwe na wasiwasi. Inakuaje Tomili? Safi za masiku. Alhamdulillah, nashukuru Mungu. Sijui wewe. Mimi niko poa. Unajua kupotea kweli? Majukumu kaka. Sasa nimekuja unistiri na shida ndugu yangu. Shida gani? Amini usiamini, nyumbani kumenuna. Yaani tangu jana jiko halijaona kiberiti. Kwa hiyo nimekuja unikopeshe walau unga wa sima nusu na mafuta kupikia. Kwanza nikupe pole. Pili, uko na deni langu imepita miezi 3 sasa. Sijaona hata ndururu. Leo eti umekuja unataka kunikopa. Wanichukuliaje Majaliwa? Najua kwamba unanidai. Ila naomba unisaidie kwa leo na kuahidi wiki ijayo na kurudishia pesa zako zote tafadhali. Lengine ni kwamba mzee Zembwe aliniagizia nisikukopeshe kitu chochote kile, hata kama ni chumvi. Kwa hiyo sina uwezo wa kukusaidia. Kumekucha. Hivi huyu mzee Zembwe ananitafuta nini mimi? Basi sawa ndugu yangu. Acha mimi niende. Poa, karibu tena. Asante.
Badi. Majaliwa. Afadhali nikakuona. Afadhali nikakuona mimi ndugu yangu. Maana nilikotoka sio kwema. Sio kama kivipi? Kuna hema? We acha tu. Nyumbani hali si hali, njaa inatumaliza ndugu yangu. Na hapa ninapokuambia, huu mguu nimetoka kwa Zadunga dukani. Nimejaribu kumkopa, lakini amesema nina deni kubwa sana nyuma, kwa hiyo hawezi kunikopesha. Kikubwa zaidi ni kwamba yule baba mdogo mzee Zembwe ameagiza nisikopeshwe hata chumvi. Nakwambia nina stress hapa nilipo, sijui nifanye nini. For now I have nothing. But let's say Mungu atatanusura. Inshallah, inshallah. Alafu yule demu amekulizia. Demu gani huyo? Huyu Salma amekulizia. Aisee na misi sana yule demu. Alisemaje? Amesema nikikuona nikusalimie. Alafu baada ya salamu amesema umtafute uende pale kwao kama itawezekana. Kwao ni uongo. Mimi siwezi enda. Pale kwao geti kali. Kisha isitoshe yule babake ni mkali sana. Sasa ndugu yangu naona unitakii mema. Mimi siwezi enda. Relax. Niko na wazo. Wazo gani? Unaona huu mfuko huu nilikuwa naupeleka kwao. Sasa huu mfuko nitakuachia upeleke. Ukifika pale ukiupeleka itakuwa nafasi nzuri ya wewe na yeye kuonana. Basi kama ni hivyo ni sawa ndugu yangu. Sasa wewe niombe Mungu. Sawa, basi mimi nilikuwa napeleka kwao, lakini madam nimekuachia, wacha mimi njitoe. Charudi zangu maskani. Sawa, mimi acha niende, lakini niombe Mungu, manake kiroho kinadunda kinasema bu. Usiwaze. Sawa basi. Baadaye bro. Poa man. Wow. Karibu. Asante. Mambo? Poa. Mbona umekaa mbali? Pita ndani basi. Usijali. Mimi niko sawa tu hapa. Alafu pia mimi si mkaaji sana. Nimepewa hii amana nikuletee. Asante. Hii ni kama bahati Mungu amekuleta, nilikuwa nakutafuta sana. Badi aliniambia. Ila kikubwa kilichonileta hapa, najua kilichokuleta. Umenimiss na hata mimi nimekumiss kama vile umenimiss, ndio? Bibi wangu, si uniache niongee nimalize basi. Kabla uendelee na mazungumzo, naomba unikiss. Salma, mbona unafanya hatari? Unadhani baba yako akija kutufumania hapa itakuwaje? Baba hayupo, ameenda shamba na atarudi jioni. Kwa hiyo kuwa na amani. Kweli? Ndio. Salma. Wewe kijana. Yaani huko tumekosa mali ya kufanya upuzi wako, mmoja ufanye hapa nyumbani kwangu. Ama wajiona wewe ni mwanamume sana. Umebeba mbili, sisi wengine tumebeba moja. Ngoja nikuonyeshe.